za mtoto. Jamani, mnaanza kuniangusha mapema hata kabla sijaanza uongozi. Haki za mtoto. Asanteni. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Daniel Andrew Magembe kutokea mkoa wa Mwanza. Napenda kutumia fursa hii kuwatambulisha viongozi wenzangu ambao tumechaguliwa, nikianza na Anisia Zawadi Metro ambaye ni makamu mwenyekiti. Popote alipo asimama salimia. Yuko hapa meza kuu. Akifuatiwa na Frank Sylvester ambaye ni katibu wa baraza la watoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, baraza la watoto kwa kutambua usawa kwa watoto wote, ambapo watoto wenye mahitaji maalum wanaweza kugombea nafasi za uongozi kama watoto wengine, kwa sababu na wao pia wanauelewa kama watoto wengine. Hivyo baraza la watoto liliweza kumchagua kwa kumpigia kura Lantasonia Paul, binti mwenye ulemavu wa kutosikia na kutokuongea, na kuwa mtunza hazina wa baraza la watoto taifa. Hivyo ningeomba asimame awasalimie na tumshangilie kwa kufanya hivi. Asante. Pia ningeomba kutambulisha wajumbe 8 wa kamati kuu wanaokamilisha kamati kuu ya baraza la watoto. Wote walipo wasimame. Asante. Baada ya utambulishi huo, ninaomba niendelee na hotuba kwa sehemu iliyobakia. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza la Watoto Tanzania linapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanikisha mambo mengi mazuri kwa watoto ambayo imekuwa sehemu ya utekelezaji wa majukumu yetu. Jitihada hizo ni kama ifuatavyo: mabaraza ya watoto kutambulika rasmi na kuingizwa kwenye sheria ya mtoto sura ya 13, kuratibu utekelezaji wa mpango kazi wa taifa na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mtakuwa 2024 hadi 28-29 wa awamu ya pili, kutushirikisha watoto kikamilifu katika maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo 2050, ambapo wawakilishi wa watoto kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Kigoma, Mwanza na Zanzibar walishiriki katika kutoa maoni, kushirikisha katika kampeni mbalimbali za kupinga ukatili dhidi ya watoto, ikiwemo kampeni ya usalama wa mtoto mtandaoni, kushirikisha watoto wa baraza kwenye midahalo, semina na mikutano mbalimbali ndani na nje ya nchi, ambapo mwaka 2023 tulishiriki mkutano wa SADC kuhusu ushiriki wa mtoto katika masuala ya kikanda uliofanyika nchini Botswana, mkutano wa kupiga vita utapiamlo dhidi ya mtoto uliofanyika mwaka 2023 New York, Marekani, mkutano wa mazingira na mabadiliko ya nchi uliofanyika 2023 mjini Dubai na mingine mingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya mafanikio yaliyoonekana, bado watoto tunaendelea kukabiliwa na changamoto ambazo zinapelekea kutofikiwa kikamilifu kwa haki za mtoto. Changamoto hizo ni pamoja na kuendelea kwa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, ukiwemo ubakaji, ulawiti na vipigo vinavyoathiri ukuaji wetu kimwili na kiakili. Tafiti mbalimbali zilizofanyika katika miaka ya hivi karibuni zinaonyesha kupungua kwa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, lakini bado watoto wengi wanapata madhara ya ukatili wa aina mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa ya utafiti wa hali ya ukatili dhidi ya watoto ya mwaka 2024, vitendo vya ukatili dhidi ya watoto wa kike vimepungua kutoka 33% hadi 11%. Ukatili wa kimwili umepungua kutoka 76% hadi 24%.
Ukatili wa kihisia umepungua kutoka 25% hadi 22%. Vile kwa upande wa watoto wa kiume, ukatili wa kingono umepungua kutoka 21% hadi 5%. Ukatili wa kimwili umepungua kutoka 74% hadi 21%, na ukatili wa kihisia umepungua kutoka 31% hadi 16%. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua jitihada kubwa za serikali zilizopelekea kushuka kwa takwimu hizo, lakini tunaomba jitihada hizo ziboreshwe ili ziweze kuleta tija na kuimarisha haki za watoto hapa nchini. Shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Baraza la Watoto Tanzania, napenda kutoa shukrani za dhati kwa mama yetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uongozi wake wenye upendo